Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Juni 14, Roho Mtakatifu alitolewa ili kutufundisha. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote. Yohana 16 mstari wa 13. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri ambalo unakwenda kutufundisha siku ya leo. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba baraka zako zikaambatane nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Kabla Kristo hajajitoa kuwa kafara ya wenye dhambi, alitafuta zawadi muhimu na kamilifu kwa ajili ya wafuasi wake, zawadi ambayo itawaletea rasilimali zisizo na ukomo za neema. Alisema, nami nitamwomba Baba. Alisema, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua. Anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Yohana 14 mstari wa 16 hadi 18. Kabla ya hili, Roho alikuwepo ulimwenguni. Tangu mwanzo kabisa wa kazi ya ukombozi, alikuwa akitenda kazi ndani ya mioyo ya watu. Lakini wakati Kristo alipokuwa hapa duniani, wanafunzi hawakuwa na haja ya mfariji mwingine. Hata atakapokwisha kupaa, ndipo watajisikia wanahitaji Roho, na ndipo atakapokuja. Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Kristo, lakini asiyekuwa na hali ya kibinadamu na hivyo huru. Kristo alipokuwa na mwili wa mwanadamu, hakuweza kuwa kila mahali kwa wakati ule ule. Kwa hiyo, ilikuwa kwa manufaa yao kwa Yesu kuondoka na Roho kutumwa badala ya Yesu. Hivyo, hakuna ambaye angenufaika zaidi ya wengine kutokana na mahali alipo. Kwa njia ya Roho Mtakatifu, Kristo angepatikana kwa wote. Kwa jinsi hiyo, angekuwa karibu nao kuliko vile ilivyokuwa kabla hajaenda mbinguni. Popote tutakapokuwa kwa wakati wowote, tutakapojisikia wanyonge na hali ya upweke, wakati matarajio yanapoonekana kuwa giza na kesho kuwa yenye kutatiza, na tunajihisi kukosa msaada na kuwa wapweke, mfariji atatumwa katika kujibu ombi la imani. Hali fulani zinaweza kututenga na kila rafiki wa duniani, lakini hakuna hali wala umbali utakaotutenga na mfariji wetu wa mbinguni. Popote tulipo, popote tunapoenda, siku zote yupo upande wetu wa kuume kututegemeza, kutuimarisha, kutushikilia na kutufariji. Huyo mfariji huitwa Roho wa kweli. Kazi yake ni kufafanua na kudumisha ukweli. Kwanza, hukaa moyoni kama Roho wa kweli na hivyo kuwa mfariji. Kuna amani na faraja katika kweli, lakini hakuna faraja katika uongo. Ni katika nadharia za uongo na mapokeo ambayo shetani utawala akili za watu. Kwa kuwaongoza watu katika viwango vya uongo, huipotosha tabia. Kupitia maandiko matakatifu, Roho Mtakatifu anasema na akili na kuweka ukweli katika moyo. Ndiyo maana Roho Mtakatifu hudhihirisha makosa na kuyaondoa kutoka moyoni. Ni kwa njia ya Roho wa kweli, akitenda kazi kwa neno la Mungu, Kristo huwatiisha kwake mwenyewe watu wake aliowachagua.
Utasoma Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya pili, ukurasa wa 281 hadi 284. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 14. Roho Mtakatifu alitolewa ili kutufundisha. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa zawadi ya Roho Mtakatifu uliyetupatia maishani mwetu. Tunaomba Baba ukazidi kutujaza Roho yako mwema, akatufundishe na kutuhekimisha na kutusaidia kuyaishi leo mapenzi yako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja.